Mradi wa Boost ni mpango wa serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Dunia unaolenga kuboresha elimu ya awali na msingi ili kuongeza ubora wa ujifunzaji kwa watoto. Lengo kuu la mradi wa Boost ni kuimarisha miundombinu ya shule kama madarasa, vyoo na majengo ya utawala, kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, kuongeza ubora wa ujifunzaji hasa kusoma, kuandika na kuhesabu, kusaidia shule zenye uhitaji mkubwa wa maboresho, ukarabati wa shule chakavu, ujenzi wa madarasa mapya, ununuzi wa samani kama madawati na mafunzo kwa walimu ili kuboresha mbinu za ufundishaji. Tumsikilize mkuu wa division ya elimu ya awali na msingi jiji la Dodoma, Mwalimu Priska Miala, akielezea upokeaji wa fedha za mradi wa Boost kutoka serikali kuu. Kwa bajeti ya mwaka 2025-26 halmashauri ya jiji la Dodoma ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 2,059,800 kutoka serikali kuu kupitia programu ya Boost kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya elimu ya msingi. Jumla ya shule 13 zilipata mgao huu wa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ikiwepo ujenzi wa madarasa, ujenzi wa matundu ya vyoo na ujenzi wa shule mpya 2. Katika kufanikisha hili, halmashauri ya jiji la Dodoma imefanya usimamizi wa karibu sana na ufuatiliaji wa kina kuhakikisha miradi hii inakamilika na katika ubora ambao unatakiwa. Jumla ya shule zote 13 zimetekeleza miradi hii na karibu yote ipo kwenye hatua ya ukamilishaji. Hapa tutazame ukarabati wa shule ya msingi Mkoyo inayopatikana kata ya Hombolo Bwawani ambao umegharimu jumla ya shilingi milioni 151. Hapo awali shule hii ilikuwa chakavu sana kutokana pia na ukongwe wake. Kwa sasa mazingira ni mazuri, madarasa yanavutia ambapo tunaamini wanafunzi wanapata ari mpya ya kupenda shule. Kwa majina naitwa Noel Jackson Maile, ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Mkoyo. Mwanzoni madarasa yetu yalikuwa ni mabovu, vifaa vya ufundishaji na ujifunzaji vilikuwa ni vichache, yani uhuru wa kusoma ulikuwa ni mdogo, lakini kwa sasa tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekarabatiwa majengo yetu kama mnavyoona. Kwa sasa tutasoma kwa uhuru na tunaahidi tutasoma kwa bidii. Kwa majina naitwa Fatuma Abdalla Masegelo, ni mwanafunzi katika shule ya msingi Mkoyo. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la 7. Hapo mwanzo shule yetu ilikuwa mbaya, kwa sasa imependeza kama mnavyoona. Majengo yanapendeza na wanafunzi pamoja na walimu wanapata uwezo, wanafunzi wanaweza kujifunza kwa ufasaha na wanaelewa. Naitwa Mwalimu Kasika Ramadhani, mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mkoyo. Mradi huu wa Boost kwenye shule hii ya msingi Mkoyo umegharimu kiasi cha shilingi milioni 150. Ni mradi wa ukarabati wa madarasa 9 na ofisi 3. Tunashukuru serikali kwa kutuletea mradi huu, kwani umetusaidia kuongeza ufanisi katika kujifunza na ujifunzaji. Na umekuwa una manufaa sana kwetu pamoja na jamii kwa ujumla, kwa sababu watu wamekuwa wakivutiwa sana na madarasa yetu na imeongeza hata udahili wa wanafunzi wa darasa la kwanza na awali. Tuigeukie shule ya msingi Chisichili, imekarabatiwa kwa gharama ya shilingi milioni 101. Hakika mandhari, ubora na thamani ya fedha inaonekana. Shule hii tunatarajia itawapa morali watoto ya kupenda shule na kuongeza ufaulu ili waweke nafasi ya kufanya vizuri katika maisha yao hapo baadaye. Kwa majina naitwa Mwalimu Monica Albert Witike, mwalimu mkuu shule ya msingi Chisichili. Shule ya msingi Chisichili tulipata mradi wa ukarabati. Tulipata shilingi milioni 101 kwa ajili ya ukarabati wa shule. Mpaka sasa ukarabati umekamilika. Tunaishukuru serikali, tunamshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha kupata pesa hii kwa ajili ya ukarabati wa shule hii. Tunamshukuru pia mkurugenzi na wasaidizi wake kwa kuona shule hii ina uhitaji mkubwa wa ukarabati. Tumepata manufaa mengi. Watoto kwa sasa, wanafunzi wanasoma vizuri katika mazingira mazuri. Utoro umepungua, wanafunzi wamepata ari ya kufika shuleni. Kwa hiyo tumepata manufaa makubwa mno. Hata walimu
walimu wanafurahia sana kufanya kazi katika mazingira mazuri. Kwa majina naitwa Mariam Raymond Victor. Najisikia furaha shule yetu kukarabatiwa. Kabla ya shule kukarabatiwa, tulikuwa tunaishi, yani tunakaa mazingira mabaya, sababu kulikuwa bati zimetoboka. Muda mwingi tunapokaa mvua inaweza kuingia hata darasani, na kabla ya madarasa kukarabatiwa milango ilikuwa haipo. Sasa tulikuwa tunashindwa kuacha hata vitu vyetu darasani, tunaogopa vitakuja kupotea. Ila sasa hivi tunaweza kuacha vitu vyetu darasani na haviwezi kupotea. Kingine, watoto wengi walikuwa hawana masweta, wanakaa wanasikia baridi wakiwepo darasani. Sasa hivi madirisha yapo, yanasaidia hata wale watoto ambao hawana masweta wanaweza kukaa kwa uhuru. Kwa majina naitwa Emmanuel Victor Ngoja, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chistili. Tunasema asante kwa kukarabatiwa shule yetu, maana zamani tulikuwa na shule chakavu, madirisha hayakuwepo, milango. Kwa hiyo tunasema asante kwa kukarabatiwa. Nayo shule ya msingi Dodoma Mlimani imekarabatiwa kwa kiasi cha shilingi milioni 151. Shule hii ni miongoni mwa shule chache za miaka mingi ya nyuma. Majengo yake yalikuwa chakavu sana. Mradi wa Boost, baada ya kupeleka fedha za ukarabati, mwalimu mkuu wa shule hiyo alisimamia kikamilifu ukarabati wa shule hiyo, na hata sasa unajionea madarasa mazuri, mandhari nzuri ambayo kwa hakika yatawapa wanafunzi utulivu wa kupenda masomo. Kwa jina naitwa Mwalimu Himidi Fungo, mtaaluma shule ya msingi Dodoma Mlimani. Nipo hapa tangu mwaka jana, lakini nimefurahishwa na mradi jinsi ulivyofanyika, umeenda vizuri. Watoto wanajisikia vizuri sana kuwepo katika mazingira kama haya kwa sababu yanavutia. Kwa sababu kinyume na hapo, kabla ya kukarabatiwa na busi, hii shule ilikuwa inaonekana haiko vizuri. Lakini kwa sasa hivi naona itakuwa na mwamko mzuri wa kitaaluma kwa sababu watoto wanafurahia kuwepo shuleni kuliko kubaki nyumbani. Kwa majina naitwa Balkis Jamali, ni dada mkuu wa shule ya msingi Dodoma Mlimani. Sisi kama wanafunzi tunajisikia vizuri baada ya majengo yetu kukarabatiwa. Maana mwanzo tulikuwa tunaona hata aibu kuita kama ni shule yetu kwa sababu majengo yalikuwa ni mabovu na yamekaa muda mrefu. Sisi kama wanafunzi tunawashukuru serikali kwa kutusaidia kukarabati shule yetu. Na kwa sasa tunatamani hata tupate muda zaidi wa kubaki shuleni kwetu. Kwa majina naitwa Geoffrey Kasbet Stratton. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la 7, pia ni kaka mkuu wa shule ya msingi Dodoma Mlimani. Nipo hapa mbele yenu kuelezea faida tulizozipata kwa ukarabati wa shule yetu. Faida tuliyopata ya kwanza, kipindi shule imechakaa, madarasa mawili yakuwa yatumiki. Hivyo kwa mfano darasa la 7 wakataka kufanya mtihani wa moko, ilikuwa inatulazimu kwenda kukaa chini. Sasa hivi shule ilipofanywa ukarabati tumeweza kupata madarasa ya ziada. Hata kama darasa la 7 akiwa anafanya mtihani wa moko tunaweza kwenda kukaa huko ndani badala ya kukaa chini tena. Dodoma Mlimani ni shule iliyoanza mwaka 1974 na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 15 tulifanikiwa kupokea pesa milioni 151 ambayo imetuwezesha kukarabati majengo ya shule haya, japo sio yote. Tumefanikiwa kukarabati madarasa 11 na ofisi ndogo 3. Shule hii ya msingi Kaloleni nayo imeboreshwa kwa gharama ya shilingi milioni 151. Tuitazame pia shule hii ambayo kwa hakika imependeza na thamani ya fedha iliyotumika kutengeneza inaonekana. Kwa majina ninaitwa Mary Godfrey, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kaloleni. Sisi tunapenda kuwashukuru sana kwa ukarabati wa shule yetu ya msingi Kaloleni. Tunafaidi sana, shule yetu imekuwa nzuri, inavutia, inapunguza pia utoro. Kama kuna wanafunzi walikuwa ni watoro, sasa hivi wanaacha utoro. Pia wanafunzi kuwa na ufaulu wa juu, na pia tunatarajia kuongeza ufaulu wetu katika shule ya msingi Kaloleni. Kwa majina matatu naitwa Bakeja John Ndawani. Sisi tunaishukuru serikali kwa kutufanyia hivi. Shule yetu sasa hivi imekuwa bora na inaonekana katika muonekano mzuri. Hivi sasa sisi hapa watoto wa shule ya msingi Kaloleni tunaahidi ya kuwa tutasoma kwa bidii na kufaulu utakuwa juu. Shukrani za dhati kwenu serikali kwa kufanya shule hii kuwa safi. Kwa majina nafahamika kama Jackson Jumbe ambaye ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kaloleni. Faida
tulizozipata au tunazozipata mpaka hivi sasa kupitia ukarabati huu, tukilinganisha kabla ya ukarabati na sasa, imeleta tija kubwa kwa ujifunzaji kwa watoto, kwani imepunguza utoro kwa watoto. Kwa nini? Kwa sababu ari imekuwa ni kubwa ya ujifunzaji, mtoto anajisikia raha anapokuwa kwenye mazingira rafiki. Hiyo ni faida mojawapo ambayo tumeweza kuipata kupitia mradi huu. Lakini pia walimu nao wamekuwa kwenye mazingira rafiki zaidi kwenye kipengele cha ufundishaji. Tuitazame shule ya msingi General Msuguri ambayo imekarabatiwa kwa thamani ya shilingi milioni 170 na laki moja. Shule hii iliyopo kata ya Ihumwa ni mojawapo ya shule kongwe ambayo ilihitaji kufanya maboresho makubwa. Sasa mradi wa Boost ni mkombozi ambaye alipeleka fedha hizo kwa ajili ya ukarabati na maboresho. Kwa sasa itazame inavyopendeza, mandhari nzuri na muonekano wake unang'ara hata ukitokea kwa mbali. Tunawapa kongole uongozi wa shule hiyo kwa kusimamia mradi kukamilika na kuonesha thamani ya fedha iliyotumika kufanya ukarabati. Kwa majina naitwa Kennedy Lamek, nasoma katika shule ya msingi Jenerali Msuguri darasa la 7. Tunashukuru kwa kutuletea haya majengo ambayo yanaweza kutusaidia katika ufaulu wetu, kwa sababu haya majengo yanaweza yakatugawa katika kupata wanafunzi walio bora, na pia shule yetu kwa sasa imeanza kuvutia kwa sababu imeanza kurekebishwa na imefanywa marekebisho tofauti na zamani ambapo wanafunzi walikuwa wanahamishwa kutoka hapa wanapelekwa kwenye baadhi ya shule na zile shule walikuwa wanavutiwa nazo. Lakini baada ya kuleta huu mradi umeweza kutusaidia katika masomo yetu, kwa sababu inaweza kutugawa wanafunzi tukawa wengine tuko wengi, wengine wachache, naweza kutufanyia katika ufaulu wetu. Mfano, au hapa kwenye mitihani yao wana wastani wa A, au kwenye mitihani yao wana wastani wa B, na kwenye mitihani yao wana wastani wa C. Kwa hiyo hivyo inaweza kutusaidia katika ufaulu wetu, kwa maana wanafunzi wanakuwa na morali. Wale wa mkondo C wanakuwa nasema hivi, nahitaji nisome sana ili niingie mkondo B, na wale wa mkondo B wanakuwa wanahitaji kusoma sana ili wafikie mkondo A, na wale wa mkondo A wanakuwa wanajitahidi sana wasitoke kwenye mkondo A, bali waendelee kupanda ili wafikie masomo yote wastani wa A. Kwa majina naitwa Deborah Michael Bonsafe. Kabla madarasa yetu hayajaboreshwa, wanafunzi wengi walikuwa hawasomi vizuri, walikuwa wanajisikia vibaya hata wakiwa wanasoma, walikuwa wanabanana pia. Lakini na sasa madarasa yalivyoboreshwa, wanafunzi wengi wanasoma vizuri wakiwa na furaha na wanaelewa vizuri. Pia hata watolo wanakuja shuleni kwa sasa. Kwa majina naitwa Mwalimu Skola Aldo Longo, ni mwalimu wa shule ya msingi Jenerali Msuguri. Kwa mradi huu umetusaidia hapa shuleni, upande wa taaluma umetusaidia sisi walimu na wanafunzi katika tendo la ujifunzaji na ufundishaji, kwa maana kwamba tumeongezewa vyumba vya madarasa. Kwa hiyo tumeweza kuwagawa watoto katika mikondo baadhi ya madarasa ambayo yana idadi kubwa ya wanafunzi. Kwa hiyo ufundishaji umerahisishwa, kwa maana baada ya hapo nyuma walikuwa watoto 200 mpaka 300 wako katika chumba kimoja, lakini kwa sasa tumeweza kuwagawa, wameweza kuwa vyumba viwili tofauti, kiasi ambacho sasa unaweza kuwaona angalau kuwafikia mmoja mmoja. Na sasa tuigeukie shule ya msingi Mazengo ambayo imekarabatiwa kwa kiasi cha shilingi milioni 171 na laki 4. Ukarabati huo umewasaidia watoto wanaosoma hapo kupunguza msongamano wa wapo darasani. Tazama maboresho hayo yalivyofanikiwa. Madarasa ni mazuri na yanavutia, yatawapa wanafunzi uwezo wa kusoma kwa nafasi na kupandisha ufaulu, kwa sababu tunafahamu mazingira mazuri ni kichocheo cha matokeo chanya. Kwa majina naitwa Nancy Shafi Danton, nipo darasa la 7 katika shule ya msingi Mazengo. Faida ambazo zimetupatia katika mradi huu, tunasoma na tunapata ufanisi mkubwa na pia mazingira yanavutia.
Jina langu naitwa Emmanuel Gabriel Hoteli, mwanafunzi wa darasa la 7. Mradi huu umetuwezesha tunaweza kusoma kwa ufanisi, pia imeweza kutusaidia kama sisi wanafunzi. Mazingira yetu tunayojifunzia ni rafiki na tunaelewa vizuri. Naitwa Mwalimu Sara Mbanzendore, mwalimu wa taaluma shule ya msingi Mazengo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujenzi au kwa ajili ya mradi wa booster ambao tuliletewa hapa shuleni. Umetusaidia sana kwenye kurekebisha miundombinu ya shule. Tumepata shule nzuri, madarasa mazuri. Sasa tuna madarasa ambayo tuna ceiling board, tuna aluminium madirishani, watoto wanasoma kwenye mazingira mazuri. Kiukweli tunaamini ya kwamba hali hii kwanza imebadilisha mtizamo wa kwetu sisi kama walimu, kwa maana tulikuwa tunafanya mazingira tunajiona sisi ni duni. Lakini pia wanafunzi walikuwa wanakaa chini kwenye mavumbi na nini, sasa hizi tuna tiles. Kiukweli na hali ya hewa imebadilika, mazingira ni mazuri, tunajifunza vizuri. Tunaamini ya kwamba kulingana na uzuri wa shule na jinsi ambavyo tumeupokea na wanafunzi wameupokea, hata ufaulu utabadilika. Aidha, katika shule ya msingi Mpamaa, ukarabati pamoja na ujenzi wa madarasa mawili umegharimu jumla ya shilingi milioni 197. Shule inapendeza na thamani ya fedha inaonekana. Tusikie maelezo na maoni kutoka shuleni hapo. Kwa majina naitwa Abdi Juma Mkuizu, nasoma darasa 7 katika shule ya msingi Mpamaa. Kiujumla nafurahia shule yetu kuboreshwa kwa sababu wanafunzi hupata miemko ya kusoma kulingana na shule itakavyokuwepo. Kwa wingi wanafunzi wengi wakiona shule kwamba mazingira yake hayafai, huwa hawapati ule mwemko wa kuja shule. Ila kwa sasa shule yetu imeboreshwa, tunashukuru sana serikali kwa sababu wanafunzi wengi wanapata mwemko wa kuja shuleni. Na tunaiombea kwa Mungu serikali iwazidishie na waende wakawatafute na wengine wenye uhitaji kama tulivyokuwepo sisi wenye uhitaji. Kwa majina naitwa Eunice Musa. Nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mpamaa. Kiukweli mimi katika mazingira ya shule yetu nimefurahi sana kwa sababu watoto sasa hivi tunasoma vizuri, tuko vizuri kwa ajili tu shule yetu ni nzuri. Lakini tunashukuru serikali kwa kutunga mkono kwa sababu shule yetu ilivyokuwa mbovu tulikuwa hatupati hata ule muhamasa ule wa kusoma. Kwa sasa hivi tunashukuru sana serikali na wanajamii waliotunga mkono kwa ajili ya kuiboresha shule yetu na kuifanya shule yetu iwe nzuri. Kwa majina naitwa Mwalimu Ana Maria Chua, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mpamaa. Kwa kweli tunashukuru serikali yetu kwa kuboresha mazingira, sasa kwa kupitia mradi wa boost, kwa kuwa shule yetu ilikuwa ina hali mbaya. Tulikuwa tuna madarasa machache na watoto walikuwa ni wengi. Madarasa 7 kwa watoto 1500 yalikuwa ni machache sana. Lakini sasa hivi tumeongezewa madarasa na shule imefanywa ukarabati, imependeza, hatimaye imeleta hamasa hata kwa jamii. Wanafunzi wengi wameandikishwa mwaka huu kuliko miaka iliyopita. Miradi hii imesogeza ubora wa miundombinu na kuhakikisha wanafunzi wanasoma katika mazingira salama na rafiki. Tunatambua kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba watoto wote au wanafunzi wote waliopo katika maeneo husika ya shule hizi wanapata huduma bora ya elimu, ikiwepo katika mazingira rafiki ya ujifunzaji. Yaani swala la uboreshaji wa miundombinu, tunatambua serikali imeweka kipaumbele kuhakikisha kwamba watoto wanasoma katika mazingira rafiki. Mradi wa boost katika jiji la Dodoma umeleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Uwekezaji huu ni hatua muhimu katika kujenga kizazi chenye maarifa, maadili na uwezo wa kujenga Tanzania ya kesho. Elimu bora inaanza na mazingira bora. Dodoma inaendelea kusonga mbele. Mtazamaji, asante kwa kutazama makala hii na kusihi endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa kusubscribe, kulike na kucomment ili tupate maoni yako. Msimulizi wako nilikuwa Nancy Kivuyo. Kwaheri kwa sasa.